Baada ya kutua Tanzania katika kikosi cha Young Africans kwa mara ya kwanza, alipeleka Young Africans group stage na robo finali kwa mara ya kwanza baada ya Young Africans kukaa miaka 25 bila kufanya hivyo. Alipomaliza muda wake kukaa ndani ya kikosi ya Young Africans, akapata kazi ndani ya kikosi cha Singida Black Stars, akasaidia kubeba kombe lake la kwanza tokea kuanzishwa kwao, na ilikuwa ni Sekafa Kagame Cup mwaka 2025. Baada ya hapo amechukua timu ya taifa na kuifikisha hatua 16 bora kwa mara ya kwanza katika historia. Ni Miguel Gamondi aliyefanya maajabu ndani ya timu ya taifa kwa kipindi kifupi. Hakuwa na timu kukaa nayo kambi, kukaa nayo kwa miezi 6. Ilikuwa ni swala la kuitoa wachezaji sahihi na kutumia silaha sahihi katika vita sahihi. Miguel Gamondi anahitimisha kazi kama shujaa anayestahili kupewa timu moja kwa moja. Maneno yake ya mwisho kwenye michuano ya CAF imemaanisha kwamba yeye ni bora kwa kiasi gani. Miguel Gamondi anasema, asante sana, tunajivunia sana. Tunajivunia kwa sababu nadhani tumepata matarajio ambayo watu walikuwa nayo kuhusu benchi la ufundi la Taifa Stars. Tunajivunia sana wachezaji kwa sababu kweli wamecheza kwa moyo wote, kwa nidhamu ya hali ya juu na kujituma kwa kiwango kikubwa sana. Nafikiri Watanzania wote wanapaswa kujivunia walichokiona. Msisahau kwamba tulicheza na Nigeria, Tunisia, Morocco, hata Uganda. Michezo dhidi ya Uganda ni dabi. Ni kiwango cha kucheza kilikuwa kizuri sana. Ningependa kusema kilikuwa ni cha kushangaza. Lakini leo kwa kweli kilikuwa ni cha kushangaza zaidi kwa sababu tuliidhibiti Morocco vizuri sana kama tulivyoidhibiti Tunisia. Nadhani hali hii inapaswa kuwafanya wachezaji wenyewe waamini zaidi. Tunaweza tukashindana katika viwango vya juu. Tunaweza kucheza uso kwa uso na timu yoyote. Tunachohitaji ni nidhamu ya kimbinu, kujituma na narudia tena kujiamini. Lakini nafikiri huu ni udhibitisho kwamba soka la Tanzania linakuwa na sasa timu ya taifa inadhibitisha hilo sasa. Unapotazama mchezo una majuto yote kwa fursa zote mlizozipata, mashuti na nafasi za mabao ambazo hatukufunga wakati mngeweza hata kufunga bao la kwanza, una majuto yote. Lakini hiyo ni sehemu ya mchezo. Nadhani dakika 5 Simon Msuva walipata nafasi nzuri sana, na kipindi cha pili Faisal alikuwa na nafasi nzuri. Tunajutia, lakini hiyo ni sehemu ya soka. Kilicho muhimu zaidi ni kwamba Morocco nao walitengeneza nafasi 2 tu. Moja iliokolewa na Masalanga na nyingine ilikuwa ni mpira wa adhabu wa Hakimi. Na tumecheza mbele mashabiki 80,000 pamoja na refa. Unamfahamu Gibson? Unajua ilikuwaje? Kulikuwa na foul nyingi rahisi sana, na hata mpira wa kutupa pembeni ulikuwa wa kadi za njano. Walitengeneza mazingira magumu sana kwa timu. Unajua katika dakika ya kwanza kabisa walimpa Baka kadi ya njano. Ilikuwa kama vile kuna kitu kimeandaliwa tayari. Vigezo vilipaswa kuwa sawasawa kwa timu zote, na tuliwaeleza wachezaji jambo hili. Unapocheza dhidi ya nchi mwenyeji mambo haya magumu, lakini tunapaswa kukaa kimya, kuweka akili tulivu na tuweze kuendelea kucheza. Hata tukio la mwisho la penalty nilitazama kwa upande wangu, niliona wazi kabisa kulikuwa na kusukuma kwa mkono wazi kabisa. Jambo ambalo ni la kushangaza kidogo ni kwa nini kipindi cha pili mpira wa kona wa Morocco uligonga mwamba wa goli ukarejea VAR, lakini VAR haikutumika. Refa akutumia angalau mara 2. Asanteni sana. Haya ni maneno ya Miguel Gamondi yanayoeleza wapi tulipotoka, wapi tulipo na wapi tunapoelekea. Nadhani kwa maneno haya anastahili kupewa timu ya taifa.